Yes, mambo vipi mwanafamilia wa Mapro Media, na kukaribisha tena katika segment ya kimichezo tupate kuchambua na kudadavua kiundani kabisa mambo ambayo yamejiri katika upande mzima wa kimichezo. Ila ni kuombe tu kwa ambaye bado haujaungana nasi kubonyeza neno subscribe chini video hii, kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na taarifa zote muhimu ambazo zitakuwa zikijiri na tutakuwa tukiziweka hapa kila siku. Ni breaking news ambayo pengine haujapata nafasi ya kuisikia popote pale zaidi hapa ya Mapro Media, na kubwa zaidi ni kuhusiana na taarifa mpya bwana kutoka katika klabu ya soka ya Yanga ambayo inathibitisha zile tetesi ambazo zilikuwa zimesambaa kwa muda mrefu kuhusiana na aliyewahi kuwa mchezaji wa kikosi cha kwanza cha klabu hiyo ambaye alitoka akiwa na mafanikio makubwa sana katika klabu ya Yanga na kwenda kujiunga na klabu ya Wydad Casablanca ya kule nchini Morocco, na huyu si mwingine ni Stefan Aziz Ki. Bwana, unaambiwa hii sasa imekuwa ni rasmi kabisa, zile tetesi zimeisha. Ni kwamba Stefan Aziz Ki rasmi ni mali ya kijani na njano, kwa maana ameweza kusajiliwa na klabu ya soka ya Yanga kwa ajili ya kuitumikia klabu hiyo kwa msimu mpya wa ligi kuu Tanzania bara NBC Premier League 2026-2027. Sasa nakukumbusha tu kwamba Stefan Aziz Ki alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa na mafanikio makubwa sana, na baadaye aliweza kuuzwa kwenda Wydad Athletic Club, na baada ya hapo aliweza tena kuuzwa kwenda moja kati ya klabu kubwa kule nchini Libya, na kwa sasa ameamua rasmi kurejea ndani ya kikosi cha Yanga. Na Ali Shaban Kamwe ambaye ni afisa habari wa klabu ya soka ya Yanga tayari ameweza kuthibitisha kupitia akaunti yake ya Instagram. Ameposti ambayo inaonesha mchezaji ambaye haonekani sura, lakini ana taswira kama ya Stefan Aziz Ki, kusema kwamba mwamba amerejea. Bado hajaweka wazi ni nani, lakini kwa mujibu wa taswira ya picha na kwa namna ambavyo situation ilikuwa ikiendelea, ni wazi kwamba Stefan Aziz Ki rasmi anarejea Yanga. Na moja kati ya taarifa ambayo nimeipata ni kwamba wana mpango wa kumtangaza siku ya tarehe 15 saa 6 usiku, siku ambayo itakuwa ndio mwisho wa usajili kwa dirisha hili kubwa la usajili, ambapo sasa kufika saa 6 na dakika 1 itakuwa kumefungwa rasmi kwa usajili kuendelea. Kwa hiyo Young Africans tayari wameshamalizana na Stefan Aziz Ki, isipokuwa tu ndio hivyo wanasubiria tarehe 15 usiku waweze kuposti na kutanabaisha umma wa wanayanga kwamba tayari mchezaji wao pendwa aliyewahi kuhudumu katika kikosi hiko amerejea rasmi. Sasa hii ni breaking news kama nilivyokuambia, ni habari ambayo wengi hawana, na wengi hawana taarifa hii kutokana na kutokuwa na vyanzo vizuri na vyenye kuaminika vya kuwapa report. Sisi kama Mapro Media tumepata taarifa hii na tumeamua kuweka hapa ili upate kufahamu kila ambacho kinaendelea. Una maoni gani kuhusiana na kurejea kwa Stefan Aziz Ki ndani ya kikosi cha Yanga, kikosi ambacho kwa sasa kimekuwa ni kipana na kina wachezaji wenye uzoefu mkubwa sana? Unahisi kurejea kwake kuna kitu kitaongezeka, ama pengine anarejea katika wakati ambao Young Africans umejitosheleza na yeye pengine anakwenda kulizoea benchi? Maoni yako ni muhimu sana, tuandikie kwenye comment section, lakini pia nikukumbusha kubonyeza neno subscribe chini ya video hii ili usipitwe na zile taarifa zote muhimu ambazo tutakuwa tukiziweka hapa kila siku.